Ndugu mstahiki meya, umeyazungumza mengi na mkurugenzi ameyasema. Mmejifunza mengi. Mada 9 katika siku 3 sio ndogo, ni nyingi. Lakini nilifurahi moja ya mada ambayo mmeanza nayo ni mada ya uongozi na utawala bora. Katika maisha ya mwanadamu, kitu kikubwa ambacho wanadamu wengi kinashindwa ni uongozi na utawala bora. Namna gani unaweza ukaexercise uongozi wako na ule uongozi wako ukatawala vizuri, ili wale watu baada ya kipindi chako wakakuona ni bora. Ndio maana kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais alipokuwa anasema anatamani katika kipindi cha miaka yake 10 ya uongozi wa Tanzania wafike wawe na tabasamu. Naomba Mwenyezi Mungu kwa mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu, majengo na mambo yanayoonekana, bali pia kwa tabasamu la utu litakaloachwa kwenye nyuso za Watanzania. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu nirudie hapo. Nilikuwa nasema namuomba Mwenyezi Mungu mwisho wa utumishi wa awamu ya 6 usipimwe tu kwa vitu vitakavyoachwa, bali tupimwe kwa tabasamu takaloliacha kwenye nyuso za Watanzania. Yake ni kwamba katika kipindi changu cha utawala nataka nitengeneze tabasamu. Tabasamu hilo linatokana na nini? Na utawala ulio bora. Bora kwa nani? Kwa kila Mtanzania. Hajasema bora kwa fulani, bora kwa fulani, lakini kila Mtanzania aipate tabasamu. Aliyekuwa mtumishi atabasamu, aliyekuwa mwananchi atabasamu, aliyekuwa kazini mwanaaskari atabasamu, aliyekuwa jeshini atabasamu. Hivyo niwapongeze kwa hii mada ya kwanza ambayo ilikuwa inahusu uongozi.